Kwa majina naitwa Jamal Jumanne Athumani, ni coordinator wa zoezi la uhuishaji wa mitaala katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Leo tulikuwa na kikao au wazungu wanasema forum iliyokutanisha wakurugenzi na watendaji wa makampuni na mashirika tofauti tofauti hapa nchini, wale ambao wamesoma au wamepata kupitia Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine. Hii hufanyika katika kukaribisha mahafali inayokuja. Katika kikao hiki, kwa sababu wao ni wadau wetu muhimu sana, tuliweza kupata nafasi ya kujadiliana nao hatua tuliofikia katika maboresho ya mitaala. Kama unavyofahamu, tuko kwenye zoezi la uhuishaji na uboreshaji wa mitaala ya chuo chetu. Tumewapa hatua tuliofikia ili na wenyewe waweze kutushauri, kwa sababu ni wadau wetu muhimu sana. Lakini tumewaambia kwamba maboresho mengine yaliyofanyika ni kuhakikisha kwamba mitaala yetu sasa haifundishwi tu na walimu walioajiriwa hapa SUA, lakini pia wale wenye uzoefu kutoka kwenye soko, kwenye viwanda, kwenye makampuni tofauti ambao wana uzoefu na industry ile. Chuo kiliamua kwamba hadi 20% ya program fulani basi tu tuna mahusiano mazuri na viwanda, ili nao pia wapate nafasi ya kuja kuwaelezea wanafunzi maendeleo yaliyopo katika viwanda hivyo, field hizo. Hii itapunguza ule utofauti uliopo kati ya vyuo na mahali ambapo wanafunzi wanaenda kufanyia kazi wakishamaliza. Lakini tumesema pia maboresho mengine ni kuhakikisha kwamba mitaala yetu hai ya kizamani, inakuwa ni ya kisasa, na kwamba hadi 20% ya kila kozi ya mitaala hii ifundishwe kwa njia ya mtandao. Na kama tulivyosema, chuo kimeanzisha multimedia lab kubwa yenye vifaa vyote vinavyohitajika ili walimu waweze kuvitumia kuhakikisha kwamba wanarekodi na kufundisha kwa njia ya mtandao. Maboresho mengine yaliyofanyika ni kuhakikisha kwamba programu zetu zinakuwa na masomo machache ili wanafunzi waweze kupata ujuzi unaohitajika. Zamani programu zetu zilikuwa na kozi nyingi sana, na kwa hiyo katika maboresho haya hizi kozi tumeziunganisha tukabaki na kozi chache kubwa, ili kwa wanafunzi waweze kufanya mambo mengine ambayo yatakuza umahiri wao, mfano kujisomea, kufanya practicals, kupata muda kufanya seminars. Hii itawezekana tu kama tulivyofanya kwamba hizi masomo kuyapunguza. Lakini kwa wanafunzi wa masters tulipunguza sana umuhimu wa mitihani ya kuandika. Kwa hiyo kwenye mitaala hii ni sehemu kubwa ya tathmini kwa wanafunzi itafanyika kwa wanasema authentic assessment, sio mitihani ya kuandika ile ya kukariri na kuandika. Mimi naitwa Profesa Sotiko Komba, ni naibu mkuu wa chuo ambaye inashughulikia masuala ya taaluma, utafiti pamoja na ushauri wa kitaalamu pale Chuo cha Ustawi wa Jamii ambacho kipo jijini Dar es Salaam. Na kabla sijateuliwa kushika wadhifa huo Chuo cha Ustawi wa Jamii pale Dar es Salaam, nilikuwa mhadhiri katika chuo hiki kuanzia ngazi ya tutorial assistant mpaka nikawa profesa mshiriki, na mwaka 2022 ndipo nilipopata uteuzi wa kwenda Chuo cha Ustawi wa Jamii kushika wadhifa huo ambao nimesema. Tumefika hapa, tumepata fursa ya kutembea maeneo tofauti tofauti ya chuo. Tumeenda kwenye shamba la mfano ambalo linatumika kufundishia. Tumeangalia maeneo tofauti tofauti katika shamba hilo, lakini pia tumepata fursa ya kutembelea kiwanda chetu ambacho kinazalisha bidhaa mbalimbali za nguo. Na vile vile tukiwa kwenye mkutano huu wa jukwaa hili la watu wa SUA ambao wamewahi kufanya kazi SUA au kusoma SUA na ambao sasa hivi wanafanya kazi maeneo mengine, tumeweza pia kupitishwa
katika mitaala, wasilisho linalohusu mitaala ambayo imefanyiwa maboresho hapa Chuo Kikuu cha Sokoine. Kwa hiyo tumeiangalia, tumeambiwa yale mambo ya msingi ambayo yameboreshwa katika mitaala hiyo, na tulichokiona tu ni kwamba mitaala hiyo kwa hakika inaakisi mwenendo wa dunia kwa sasa, kwa maana ya kumwezesha mwanafunzi kumpatia zile stadi za msingi kabisa ambazo zitamwezesha sio tu aweze kuajirika anapokuwa amemaliza masomo yake, lakini pia aweze kujiajiri. Kwa hiyo sisi ambao tumefanya kazi katika chuo hiki au wale ambao tumesoma katika chuo hiki na baadaye kuondoka kwenda kutimiza majukumu mengine katika taasisi nyingine, tumejisikia faraja sana kuunganika na wanasua wenzetu katika tukio hili la leo, ambalo kwa kawaida hufanyika kila mwaka, ambapo watendaji wa taasisi mbalimbali za umma au za binafsi ambao wana unasaba na chuo chetu cha kilimo cha Sokoine wanakusanyika, wanafanya reflection ya mambo ambayo yanaendelea hapa chuoni, lakini pia wanabadilishana uzoefu, na hatimaye tunakuwa na uwezo wa kutoa mapendekezo hata katika yale maeneo ambayo yanahitajika kufanya maboresho zaidi ili chuo chetu kiweze kukua zaidi. Kwa hiyo kwa hakika, kwa namna ambavyo tumeiona hiyo mitaala iliyofanywa maboresho, sisi tuna uhakika kwamba kuanzia sasa na huko mbeleni tunakoendelea, chuo chetu kitaendelea kuwa imara, lakini pia kitazalisha watu wa kada tofauti tofauti ambao wanapotoka hapa, wanapoingia huko uraiani kwa ajili ya kwenda kulitumikia taifa, wanaweza au kujiajiri au wanaweza kuajirika kulingana na maeneo yao ambayo wamebobea. Kwa majina naitwa Juliet Tarimo, ni mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni changa inayojulikana kwa jina la Afya ya Mnyama Digital Limited. Ni heshima kubwa kwa siku ya leo kwa mimi kuwepo katika tukio hili muhimu la SUA Alumina CEO Aluminas ambalo limefanyika leo hapa SUA, ikiwa imetukutanisha watu mbalimbali ambao ni wameshamaliza SUA na walimaliza SUA miaka ya nyuma na hata kwa kipindi ambacho ni hivi karibuni. Nimefurahi kushiriki na nimejifunza masuala mengi, na zaidi kabisa ninafurahi kuwa alumna wa SUA kwa sababu kutoka SUA imeniwezesha mimi kupata ujuzi wa Agriculture Investment and Banking, ambao umeniwezesha mimi kukutana pia na timu ambayo ni waanzilishi wenza wa kampuni hii, ambao kila mmoja ametoka katika kada tofauti, ikiwemo ni masuala ya tabibu wa wanyama na agriculture, masuala ya biashara na masuala ya IT. Na ujuzi huu wote umetuwezesha kukutana na kutengeneza kitu ambacho kinaleta matokeo chanya kwa jamii, ikiwa ni lengo la kumsaidia mfugaji kufuatilia na maendeleo ya afya ya mnyama wake kwa ukaribu. Kwa hiyo na washauri pia wanafunzi wa SUA kutumia fursa hii ambayo wanaipata hapa SUA kwa kutumia rasilimali mbalimbali za SUA ili kuboresha ule ujuzi ambao unaweza kuwawezesha kufikia lengo fulani ambalo linasaidia jamii kwa ujumla na kuwasaidia pia wao.